MPJ mifumo. Tuko hapa kuweza kufanya demonstration fupi zaidi inayohusu mfumo wa mkoa, mfumo wa mkoa kwa shule za msingi. This is the first time ever. Hatukuwahi kufanya demo ya mifumo ya joint kwa shule za msingi, though tulikuwa nayo kwa muda sana. Therefore, nitaeleza kwa kifupi sana ili tusichukue muda mrefu. Eneo hili la katikati ni sehemu ambayo ni live na itatupatia kile ambacho kimepatikana baada ya kuload mfumo wetu mkubwa. Hapa tumeweka eneo linaloonyesha masomo, lakini alama za kimkoa sasa, yani kama ni Kiswahili kimkoa, wastani kwa watoto wote labda ni 60,000 wana wastani kiasi gani na ni daraja gani na position ya hayo masomo yataonekana pamoja na makundi wa mahiri yataonekana hapa, lakini pia tutaweza tukaona idadi ya shule zilizoshiriki, lakini wastani wa kimkoa hii ni chini ya 300, lakini pia GPA tutaiona hapa na ndio mahiri la mkoa utaonekana hapa. Hizi ni taarifa zangu MPJ mfumo 0655202558. Nitafuta, utaweza kupata na utapata mifumo mingi zaidi. Tutaelezana pale mwisho wa video hii na offer mifumo gani. Therefore, the first thing first, tunatakiwa tuende kwenye mipangilio ili tuweze kuseti mfumo wetu sasa kwa matumizi. Yes, ukifika hapa kuna hizi header. Hizi ni taarifa ambazo zitatokea kwenye sehemu za analysis, lakini kuna header kwa ajili ya matokeo ili uweze kudisplay sasa hizi hapa. Hizi hapa zitatumika, utaandika hapa, very simple. Lakini mfumo wetu pia una grading system yake pamoja na comment za upande wa umahiri kwa kila grading system ambayo tunaitumia. Hapa chini tutaoneshwa idadi ya shule zilizosajiliwa hapa hizi. Lakini eneo hili la kushoto kulia zitaonekana shule zote ambazo tuko nazo. Zote ziko nyingi. Mimi nina shule 1107. Kwa hiyo utaziona hapa shule zako zote na zitatokea baada ya wewe kuvuta matokeo kuja kwenye system hii kubwa, kwa sababu mfumo huu unakampaniwa pamoja na template vidogo kwa ajili ya kuingizia matokeo ili fasten ile zoezi. Na mifumo yetu please, it is not online, ni offline 100%. Ni offline kabisa. Unaweza kutumia local network ama vyovyote vile kuweza kucommunicate kwenye hizo system ndogo kwa ajili ya kukusanyia matokeo, lakini mfumo wenyewe kama mfumo unachakata offline. Yeah. So first thing first, kabla hujaja kuvuta sehemu hii matokeo, unapaswa kujua unavuta kutoka wapi. Kuna correction template, nimesema kila shule itakuwa imeingiziwa taarifa zake. Kwa mfano mimi nimezifunika hapa, ngoja niweke yote, nichague labda shule hii hapa. Yes. Kwa hii ni template ambayo tutaitumia kuweza kuingizia matokeo yetu. Kwa tutasajili mkoa, halmashauri, kata, jina la shule, miliki, namba ya mwanafunzi, jina la mwanafunzi, seksi yake, na tutaingiza matokeo kwa masomo yote 6. Sasa tutaingiza hapa kadhalika na kadhalika na kadhalika. Unaweza ukabadilisha maeneo hayo ama ukafuta maeneo hayo. Unaweza kuona pia huku inacheza. Hapa ni counter tu, kadri unavyoingiza inakuhesabia, na ukizidisha alama juu ya 50 pia itakataa, na ukiweka alama sahihi ita count. Kwa unaweza ukaona hapa itakuvalidatea kwamba mtoto idadi ya kwenye somo la hisabati na Kiswahili na nini, je, vina match au kuna somo halijaingizwa. Unaweza ukaona hapo vizuri sana. Na kwa hiyo hii baada ya kujaza hizi taarifa zake, sasa mfumo ndio utakuja uvute hii template zote. Kama ni 2000 shule ziko, zitavutwa zote kwenda kwenye mfumo kubwa. Yes. Kwa hiyo zikishavutwa sasa, baada ya hapo sasa unakuja unavuta hapa. Utafanyaje? Kabla hujaje kuvuta, unatakiwa usimamishe kwanza uchakataji ili mfumo unapovuta usiendelee kuchakata kwa muda mrefu kuzivuta. Kwa hiyo unasimamisha uchakataji kama hivyo, chapu haichakati tena maana yake. Na utavuta sasa template zako, utachagua location umeweka wapi hilo folder lako lenye shule zote, utaklik okay, utavuta namna hiyo.
na baada ya hapo utaanzisha uchakataji. Mimi nimeshachakata ndio maana ziko hapo. Kwa hiyo ukianzisha uchakataji utaona inazunguka duara kama duara kanazunguka kanarodi, maana shule zinachakatwa, zinapangwa kwenye nafasi zao ya kwanza, ya pili, zinapanguliwa na kupangwa hivyo, na utaona baada ya kumaliza itakupa message kwamba analysis has been done successful. Kwa hiyo utaona shule zako zimetokea hapa zote na idadi ya shule zitakuwa zinaonekana hapa tayari. Na sasa tayari kwa ajili ya kutoa matokeo. Lakini kabla hujatoa matokeo lazima ukopi usajili kwa kubofya hii button hapa. Bofya tu itakopi usajili wa hizi shule na utapeleka huko sehemu za ndani kwenye analysis nyingine. Lakini pia kama umeshatumia mfumo huu, umeshatoa matokeo, we need now to clean it. The next time use tunakuja tunatumia button hii nyekundu hapa chini, utafuta mausajili yote, utafuta matokeo yote na nini, mfumo utakuwa fresh kabisa kwa ajili ya matumizi mengine. Lakini tumesema baada ya hapo tuko ready kwa ajili ya kutoa matokeo. Yaende wapi? Sababu hatuendi kuprint sisi shule moja baada nyingine. Una shule 3000. Kwa natarajia utaprint manual shule ya kwanza mpaka ya mwisho, utoe PDF ili uweze kuzipost kwenye website, utangaze huko watu waweze kuona kama IT. Kwa tutahitaji coding itakayotusaidia mfumo wenyewe uweze ku-output haya matokeo automatic. Shule ya kwanza mpaka ya mwisho itolewe mikeka yake automatic. Utachagua location hapa, sehemu palipoandikwa export location, utabofya hapa na utachagua uweke wapi. Hapa kwenye desktop nataka ikae sehemu ya output, utaweka hapa tayari. Baada ya hapo we are ready to see results. Kwa tukaja hapa na unaweza kuona mkeka wetu wa tayari. Mkeka wetu uko vizuri. Hapa inaonekana kuna watoto 12. Tukibadilisha shule hapa, shule hii hapa, alafu tukaja hapa tukafiltrate kama tunafanya manual hii. Yes, sija filtrate, ije hapa shule nyingine hiyo hapo na filtrate hapa. Unaweza kuona hii shule sasa ina watoto wengi kweli, ina watoto kama 55 na bado summary yetu imekaa pale mwisho very intact, na sehemu hii itakuonyesha kwamba hiyo ni shule ya ngapi na inaprintiwa. Print kwa kubofya hii button iliyoandikwa print matokeo yote, maana kila shule itaprintiwa hapa hapa na itakwenda kwenye folder ile tulio reset kule kwenye settings, kwenye mipangilio. Utaona status hapa shule ya 205, 206, 207 inatokea hapa juu hapa. Kwa itakuwa wewe unakunywa zako chai au maji ama kahawa wakati shule zinajitoa zenyewe. Mfumo unatoa mikeka ya kila shule automatic. Ni kama tu tunavyochagua hapa, because human beings we are so sluggish, tuko very slow. Kwa hiyo tunapotengeneza kodi tunamaanisha zitusaidie hizo kodi ziweze kufanyaje, ziweze kutoa matokeo kwa haraka zaidi. Mfano shule, nataka shule yenye watu wengi zaidi, chague shule gani moja labda hapa. Yes, hii hapa ina watoto wengi kidogo. Unaweza kuona itatoa chapu, inavuta, ina filtrate, inatoa vizuri kabisa. Then baada ya hapo sasa matokeo yako yameshatolewa tayari, unaweza ukaamua sasa kuona nafasi za kila shule na utaprint hapa manual tu, control P, print hapa. Yes, kama hivyo. Utaona hapa shule zote ziko, na utaona analysis yote hufanyika. Position zao ya kwanza juu na ya mwisho itaonekana mwisho chini ya mkeka. Unaja kutafuta ya kwanza iko wapi. Na utaona vile vile grade za shule zote hapa, A, B, C, wangapi wameperform. Taarifa za shule ziko hapo. Na utaona hapa government, non-government. Utaona pia huku juu kuna analysis kubwa kabisa. Hakuna utakachoulizwa shule kujibu. Lakini pia nafasi za kimasomo, hiki ni kile kinachoonekana hapa. Nimeshaeleza. Na sasa ranking ya masomo kihalmashauri. Unaweza kuona halmashauri kwa somo fulani imelenkiwa pale, imefanya vizuri au vibaya ikilinganishwa na halmashauri nyingine mkoa mzima. Kwa masomo yote yataonekana hapa, kila somo na ranking yake kihalmashauri. Kwa unaweza kujua somo fulani halmashauri fulani haifanyi vizuri. Baada ya hapo ufaulu wa grade kwa shule za serikali
Tuna hapa shule za serikali zote wenye A, B, C na nini, vigezo vingi kama tu pale mwanzo. Unaweza kuona kote inaendelea namna hiyo. Baada ya hapo kuna grade kwa private modality ile, lakini shule 10 bora zitaonekana hapa, lakini pia shule 10 bora za private, lakini pia kuna shule 10 bora za serikali. Actually huku mwisho ni kuna analysis hiyo imefanyika ili uweze kuona ubora wake ukoje, na vile kuna shule 10 duni unaweza hapa, lakini pia kuna ufaulu kata. Hapa ni sehemu ya kubana maafisa elimu kata ili uweze kuona, je, wanasimamia taaluma kindakindaki ama hawasimamii inavyotakiwa. Tunawabanaga tu kwa shule wanabana kwa nini shule yako imefelisha, lakini yupo mwenye kata yake naye. Hii ni sehemu ya kumanalyze. Sasa hapa kata itatokea na idadi ya shule itatokea kwenye kata hiyo. Kuna shule ngapi, wamesajiliwa wangapi, wamefanya hawajafanya wangapi, ufaulu wao ukoje kwa kila somo na ranking yao, kata ya kwanza mpaka kata ya mwisho. Kata ya kwanza kutokea kwenye mkeka huu ndio kata iliyofanya vizuri zaidi. Kata ya mwisho kutokea hiyo ndio kata iliyofanya vibaya zaidi huku chini. Yes. Na kwa design hiyo unaweza ukaanalyze na ukachakata sasa kata na ranking ya masomo itafika hapa according to those words. Na baada ya hapo kuna ufaulu kimasomo. Masomo yako yataonekana hapa na performance yao na jedwali la summary liko hapa. Lakini vile vile unaweza kuona ufaulu kihalmashauri. Halmashauri zako zote zitaonekana hapa, zimekuwa linked kwa vigezo vingi kweli kweli. Ukiangalia kwenye mfumo huu unaweza ukapata chochote unachokitaka. Na vile vile kuna madaraja ya kimasomo. Hapa ni sehemu bora sana ya kuweza kuona somo moja moja kihalmashauri. Hapa sasa iko very detailed, naangalia madaraja yamefumiwa vipi, yani wenye A wangapi, wenye B wangapi kwa kila somo. Utagusa sehemu hii na kubadilisha somo, unaweza ukaona performance yao kwa utaprint kila somo kubadilisha hapo. Lakini pia unaweza kuona taarifa za waliosajiliwa, wale wakiwa wanaanza la kwanza utakuwa umepewa hizi taarifa kama IT ama unayeshika mfumo utakuwa umepewa na mkoa au kutoka kwenye kila halmashauri. Kwa utafidi hapa na utaweza kufanya analysis sasa, waliomaliza wamesajiliwa kuingia kwenye mtihani huu wa mock wangapi, lakini pia waliofanya wangapi na wasiofanya wangapi. Hizi taarifa za muhimu sana zinahitajika kwenda kwa. Lakini utaangalia ufaulu kihalmashauri kwa namna ya grade moja kwa moja na alama moja kwa moja. Hapa unaweza ukaona na ukaanalyze zaidi iwe vivid. Lakini wanafunzi 10 bora watatokea hapa kwa vigezo vyote wa serikali. 10 wasichana, tunajali wasichana nao kwa sababu ya changamoto zao, watatokea hapa. And then wanafunzi 10 pia watatokea hapa kwa vile wasichana wabovu, wavulana wabovu, general wabovu watatokea hapa. MPK mifumo, tuko na mifumo ya joint kwa level za msingi kama hivi tunavyoona, ni simple na unatoa matokeo ndani ya sekunde 30. Umeshamaliza mkoa mzima na wamemaliza kufanya data entry leo, matokeo yanatoka leo. Mfumo hauna haja ya kusubiri, unachakata automatic, hauna haja ya kufanya manual kabisa. Na tuna mifumo kama hii kwa upande wa sekondari na upande wa advance. Tuna mifumo ya shule kama shule pa single school, mifumo mikubwa kabisa kwa shule za msingi, kwa shule za sekondari na shule za advance. Lakini pia tuna mifumo ya IMS, Inventory Management System, kwa ajili ya mauzo na maingizo. Mifumo ya biashara hii kwa ajili ya maduka, makampuni na kadhalika tunayo. Lakini pia tuna mifumo mingi kwa ajili ya kutengeneza vitambulisho kwa taasisi mbalimbali kama hospitali, mashule, maofisi, viwandani na kampuni mbalimbali. Mifumo bora ambayo una uwezo wa kuwa na smart card printer ukapata kitambulisho kama cha NIDA ama kitambulisho kama kwa mifumo hiyo tunayo na inafanya kazi namna hiyo. Vile tuna mifumo bora kabisa kwa ajili ya kutengeneza ratiba za masomo mashuleni kwa vyuo vya kati na sekondari ya juu, sekondari ya kati, hii sekondari ya chini na msingi pamoja huko na Benagati, kwa shule za private pamoja na shule za government. Kwa mfumo huo wa vitambulisho upo, mifumo ya ratiba ipo,
Tuna mifumo ya lesson plan. Kutengeneza lesson plan somo lolote, kidato chochote, mtaala wowote. Lakini pia tunakupatia na scheme of work. Mfumo upo, lakini pia log book mfumo upo. Na pia unaweza ukarequest kupata final output ya lesson plan ama scheme ama log book kwa kupatia document ikiwa tayari printable kama PDF au kama Word. Unaweza ukaendelea kutumia huko. Na tuna mifumo iko mingi na tunatengeneza mfumo wote kama ni mpya ndani ya siku 3. Kama ni mfumo mkubwa una uzito, basi utachukua wiki moja kwa tumekamilisha kazi ya mfumo wote ule unaotaka. Na mifumo yetu yote inafanya kazi offline. Haimaanishi kwamba mifumo ya online tumeitenga. Tuna uwezo wa kutengenezea ukachakata ukakusanya data online, lakini ukaleta data hizo ambazo umezikusanya online, mwalimu akawa anajaza popote alipo kwenye simu yake, wewe unapata ile correction ya walimu wote, basi ukaidownload na ukaweza kuja kuvuta kwenye mfumo mkubwa ambao ni offline. Sisi tunajikita hivyo zaidi kutengeneza mifumo ya namna hiyo. Karibuni, mifumo iko mingi zaidi, mingi, mfumo kama ya mikoba na kadhalika tunayo. Mifumo ya kanisa tunayo. So you welcome MPJ Mifumo 0655402358. Tunapatikana muda wote. Ingia pale Google, andika MPJ Mifumo, utaonana na website yetu inaeleza mifumo mingi, lakini pia utaona link ya YouTube inaeleza mifumo mingi kweli. Mifumo kama ya sitting plan, mifumo kama ya topic coverage analysis, mifumo kama ya teachers roster system ambayo inapanga zamu yenyewe mwaka mzima, mifumo kama ya table of specification, mifumo yani mingi kweli. Kwa tupigie tuonekane kwako, tukusaidie kufanya kazi ambazo ni ngumu. Tunatengeneza ratiba za masomo na tunakutumia kama PDF. Unapata ratiba ya mwalimu, unapata ratiba ya darasa, unapata ratiba ya somo, unapata ratiba ya mkondo, unapata ratiba mama. Tunapatikana kwa 0655420558 MPJ Mifumo. Thank you for being with us. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya kuweza kuwa kwanza kuona video zetu mpya ambazo zitakuwa zikijilia. Thank you very much.